Naomba tubarikiwe pamoja na wale wote wanatutazama wakiwa mbali na karibu, katika jina la Yesu. Utunelee kulingana na mapenzi yako katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana na tunakuinua katika jina la Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Ningependa nikaweze kuongea neno la Bwana la siku hii njema ya leo, saa ya mwisho katika hii mwezi wa amekusudia kutenda mema katika maisha yetu, na amekusudia kuinua maisha yako, na kwa hivyo uwe tayari upokee neno la Bwana. Hata kwa wale wanatazama, hapa ni Christian Foundation Fellowship Gikabura, tunawakaribisha katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu. Na kuna ujumbe Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ndio ningependa nikaweze kusoma ama tuweze kusikia vile Bwana anavyonena nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Na ni ujumbe unasema ya kwamba about suffering. Bwana apewe sifa. About suffering. Mateso. Bwana wetu ni sana. Yule ya kwamba we have suffered a lot in this life, but ingine inakuwaga ni mapenzi ya Mungu tuweze kuteseka kwa sababu ya injili ya Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Na ni vizuri kila mtu awe tayari kuteseka kwa sababu ya kazi ya Mungu, kwa sababu ya kazi. Sometimes because of the work of God. Biblia inasema ya kwamba mateso ni mengi inapata wenye haki, sio watu wa dunia. But Biblia inasema mateso ni mengi inapata wenye haki. So even as Christian huwa tunateseka kama vile watu wa dunia. Wengine wanateseka na wengine wanajitesa bure. Wengine wanateseka kwa sababu ya mambo wamejiletea katika maisha yao. Even Christians wengine wanateseka kwa sababu ya mambo wamejiletea wao wenyewe. Bwana wetu ni sana. Biblia inasema mateso ni mengi inapata wenye haki, lakini Bwana Maria sana. That is the great promise ya Mungu, ya kwamba ukipita katika mateso, Mungu amekuahidi ya kwamba nitakuokoa. Bwana wetu sana. Every suffering in your life ina mwisho wake, na Mungu anajua itafika wapi, na atashuka na akuokoe. Bwana wetu sana, kwa sababu ametuahidi. Nikwambia kwamba kitu moja nimeandika hapa, ya kwamba suffering is not a destiny, sio kitu ya hatima yako. It comes to us in a time. Bwana wetu sana. Na ndio uingie katika level ingine, you suffer, unateseka kiasi, kuna mitihani inakuja, ndio ingie level ingine. So kile Mungu anataka ni ya kwamba when suffering comes in our life, we be patient. Tuwe watu wa kuvumilia, kwa sababu mateso sio ya kumaliza mtu. Bwana wetu ni sana. So inakuja na Mungu ni mwaminifu. Anasema katika Isaia ya kwamba upitapo katika maji mengi haitakuharikisha ndani yake. Ili kuhangaika unahangaika, ili kulia unalia, ili kuhuzunika unahuzunika. Unaweza asha Mungu, unasikia kwamba unaweza Bwana apewe sifa.
hatakubali usomeke. Bwana yetu pewe sifa. Mungu hatakubali usomeke, hatakubali ugarikishwe. Hata maji inapofika katika kiuno chako haitakubaliza. Bwana wetu pewe sifa. Na wengine wamekuwa katika jangwa, wanashindwa mpaka lini nitakaa katika hii jangwa. Lakini nataka nikwambia kwamba hakuna mtu anaishi kwa jangwa. Bwana yetu pewe sifa. Mungu huwa anashuka, anashikua kisima katika hiyo jangwa, katika hiyo shida. Mungu huwa anatumana. Bwana yetu pewe sifa. So we suffer a lot in our life. Ukiangalia maisha yako, uone kutoka kuzaliwa kwako na mahali umefika siku ya leo, uone the suffering umepitia katika hiyo. Bwana ni roho sha. Na kuambia kwamba unaweza kumtukuza Bwana kuliko mwanzo. Bwana yetu ni sana. Wengine tukikufa tukiwa wadogo. Bwana pesa. I remember when I was starting. Niligocheka ugonjwa ambaye nilikuwa ninabebwa na mama yangu. Sikuwa ninaweza kujitembeza. Sikuwa ninaweza kula chochote. Amen. Nilikuwa namwagiliwa uji kwa sababu nilikuwa nimetomboka kinywa changu ndani. Ilikuwa inaitwa malaria ya kutomboka. Unakuwa na vidonda katika kinywa chako. Alafu nikapelekwa hospitali na tuko masindano 21, nikashindwa na kutembea. Nashukua mkwacho na jaribu kutembea. Mama yako alikuwa ananibeba kwa mgongo. Bwana apesi. Nikekufa hiyo wakati, lakini kwa sababu Mungu alikuwa na mpango na mimi, ndio niko hai hapa siku ya leo. Bwana yetu pewe sifa. So huwa tunateseka katika mambo mengi sana katika dunia hii. Unaweza teseka kifinancially, magonjwa, mashida, kufukiwa nyumba, kukosa chakula, mavazi. Bwana yetu pewe sifa. Lakini hiyo mambo yote Mungu hawezi kubali ikuondoe. Bwana ni roho. Lakini sisi huwa tunaona ya kwamba, na ndio wakati mwingine unaona ya kwamba umefika kwa kona. Unasikia mtu akianza kuomba Mungu, Bwana yetu umesana. Kwa nini Mungu nipitia haya? Mungu anajua, hata ukiomba anajua the time ya kumaliza hiyo mambo. Bwana yetu sifa. It is good to pray katika ile mambo yote unapitia katika maisha yako. Lakini huwa tunateseka. Bwana yetu sifa. Katika huduma, katika sifa. Na ndio unaona mateso ni mengi ya wenye haki, lakini Bwana anatuokoa kwa yote. Bwana wetu ndio sana. Even in the ministry we suffer. Hallelujah. Na ni vizuri kila mtu aelewe katika hiyo kipawa uko naye, hiyo mwito uko naye, kuna wakati unafika unateseka kwa sababu ya ufalme wa Mungu, kwa sababu ya hiyo kitu Mungu ameweka ndani yako. That way sometimes you pray and we fast. Unatesa hiyo mwili wako. Wakati mwingine unapitia jambo, unaona kana kwamba watu wanakuangalia hivi wanakusheka. Lakini because of the ministry, because of the work of God, unateseka. Wanapesi. Hiyo mateso sio ya kukubaliza. Mungu anajua. Haleluya. Nikwambie jambo lingine nikutie nguvu. Maandiko yanasema ya kwamba hakuna mateso ama jambo lolote linakuja katika maisha yako, ama jaribu lolote linakuja kwa maisha yako, kama Mungu hajalipima, then anapima uwezo ulio ndani yako. Whether you can handle. Kama unaweza, kama watu kwa ajili ya manebushi. So hiyo mambo yote unaona tunapitia, already Mungu amepima, anajua we can handle. Hii mambo yote sio ya kutumaliza. Bwana, wakati mwingine nilikuwa nafikiria habari ya kanisa, nafikiria habari ya watu, hata usikizi sikuwa ninalala, but kuna kitu niliambia Bwana, Bwana pesa, I will not stress
Bwana yetu sana. Amen. Na pastor mwingine akanipa neno la kunitia nguvu. Akaniambia ya kwamba hubiria wale wamefika katika nyumba la Bwana, wachana na wale hawakukuja. Utakuwa stress katika maisha yako na utawajika. Bwana yetu ni sana. Sometimes we suffer. Amen. Tukiwaombea, then we pray for you. Tunaamka usiku tunawaombea, then ukidhani watu watakuja kanisani, unaona hakuna. Bwana apesi. So ukianza kufikiria hiyo mambo, utakuwa na stress katika maisha yako. Bwana yetu ni sana. So kama ni Mungu amekubali upite hiyo jambo unapita, tafadhali vumilia, utatekelezea katika jina la Yesu. Na hiyo jambo unaliona saa hii, hautaliona tena. For you to go another level, utaona kuna jambo lingine limekuja. Bwana yetu ni sana. Hii dunia tunaishi kupigana vita na tunainuliwa na Mungu. Na mambo hii itafika mwisho wakati Kristo atakuja anyakue kanisa. Bwana yetu apewe sifa. Ingia nami katika First Peter. Kitabu cha First Peter. Chapter 5 and verse 10. Chapter 5 and verse. Wacha tuanze mstari wa 8. Tuanze mstari wa 8. First Peter chapter 5, tuanze mstari wa 8. Inasema ya kwamba muwe na kiasi na kukesha. Be sober and vigilant. So maandiko inaanzia na kusema ya kwamba tuwe na kiasi na kukeshe. Kukesha inamaanisha uwe umejisikia. Bwana yetu ni sana. Uwe umejisikia na uwe na kiasi. Kwa nini maandiko inatuambia namna hii? Kwa sababu kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi, Shetani ndiye mstaki. Because you are adversary, the devil anaitwa mstaki. Bwana yetu mmesikia. Shetani kila asubuhi uamkapo na jioni ikifika, huwa anaenda mbele za Mungu akikuangalia, because anapendana na wewe. Ukikosea kiasi hivi, anaenda mbele za Mungu anakustaki. Biblia inamuita mustaki. Bwana apesifa. Anatustaki, kwingine anatustaki kule, anatuonea kule, anaenda mbele za Mungu anatustaki. Bwana apesifa. Biblia inasema ya kwamba tuwe na kiasi na tukeshe, kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi. Uelewe ya kwamba unastakiwa na Shetani every day, every hour. Anakustaki, anaenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu, angalia huyu anajifanya ati ni mtoto wako, angalia vile amefanya, angalia hivi na hivi. Bwana apesifa. Anatustaki. Lakini Biblia inasema kama simba akurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu wa meze. That is the work of the devil. Kazi yake ni kuguruma, anazunguka usiku na mchana. Kazi yake si nyingi, anatafuta mtu ameze. Angalia ni watu wangapi wamemezwa na Shetani. Bwana pesi. Shetani anakuletea kitu kadogo, anakumeza kupitia hiyo kitu. Na wacha nikuambie, kila mtu anajaribiwa na ile kitu anataka. Ayani huwa ananitamani sana katika maisha yake, ama ananipenda sana. Bwana vizuri. But Shetani anazunguka, ako kazini, anazunguka kila mahali usiku na mchana, anatafuta kitu ameze. Bwana yetu sana. Wengine wamemezwa na Shetani, wamekuwa watumishi wa Shetani, wanatumika na Shetani kuharibu
kujaribu kupiga wengine. Bwana pesa, kwa sababu shetani ni mstaki na kazi yake ni kuzunguka. Bwana pesa, wakati wewe umelala shetani halali. Amen. Wakati umetulia shetani hatulii. Bwana pesa, wakati unasema umeshoka shetani hashoki. Bwana akuze. Ako kazini day and night. Au masaa kwa masaa ako kazini. Bwana pesa. Kwa hiyo yeye kuzunguka anazunguka. So we must be sober and vigilant. Bwana ni roho shida. Tukeshe na tuombe. Biblia inasema verse 9, nani mpigeni huyo. Kwa hiyo ni kusema shetani akikuja katika maisha yetu, basi tumepewa nguvu ya kumpinga. Bwana ni roho shida. Anasema nani mpigeni huyo. Ukiona jambo lolote limekuja kwako, Bwana ni roho shida, hiyo jambo uko na uwezo wa kulipinga, lakini wengine wanakubaliana. Bwana pesa. Kama ni kushoka huwa tunaangalia. Mimi singekuwa hapa. Jana tumekuwa ordination. Kusimamia pastor alikuwa anaordiniwa. Unashinda ukiwa umesimama. Lakini katika hiyo kushoka yote siwezi kubali kupatia shetani nafasi. Lazima nikuje hapa mapema. Bwana atupe sifa. Bwana ni roho. Last Sunday, Friday na Saturday nilisafiri safari ndefu sana. But on Sunday nilikuwa hapa mapema kwa sababu shetani anazunguka. Biblia inasema pinga yeye. Utasikia hiyo kushoka. Wewe ndio uko na mamlaka ya kupinga. Hiyo unasikia ndani yako. Pinga hiyo kushoka. Pinga hiyo kutoomba. Pinga hiyo kutoheshimu Bwana. Apia mwili wako. Nena kwa sauti kubwa. Ndio mwili umeshoka. Baadaye basi safa iko. Unasikia tu upumzike ulaya. Jameni, utakaliwa na shetani. Na kile kitapandwa ndani yake ukitoa itakuwa ngumu. Bwana yetu tueleze. So mpigeni mkiwa dhabiti katika imani. Lazima tuwe dhabiti katika imani. Resist the devil. Mkijua, hebu sikia hapa, atakupige shetani na uwe dhabiti katika imani. Ukijua ndani yako, uelewe hivi, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. So sio wewe peke yako unateseka. Bwana asifiwe. Sio wewe peke yako unateseka. Hapana, kuna ndugu zako wako duniani hawajaokoka, but they are suffering. Amen. Wewe ni vizuri, uko na neema ya Mungu. Damu ya Yesu inakutosha. Kuna mahali unaweza kimbilia. Kuna mwingine hajaokoka, but anateseka, anashindwa kutafanyika namna gani. Anaona dakika ya mwisho yashukue kamba, ajitoe uhai, akunywe dawa, aondoke duniani. Lakini wewe kabla ifanyike hiyo jambo, kuna mahali Biblia inasema mlikimbilie jina langu nami nitawaokoa. Bwana pesi. Na atakayetia jina langu nitamuokoa. So majaribu na mateso inapokuja maishani mwetu, tumepewa njia, kimbilia jina la Mungu. Jina la Bwana ni ngome imara. Haleluya. Tunalitaja, mambo makubwa inafanyika. Liitie jina la Mungu na utaokolewa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. So verse 10, hapa sasa ndio message iko. Inasema katika hiyo mambo yote, anasema hivi, na Mungu wa neema yote, but the God of all grace. So there is grace for everything. Bwana ni roho. Katika hiyo mateso kuna neema, but the God of all grace. Bwana ni yakumbio. So kuna neema ya kila jaribu. Amen. Na ndio hata Petro, mtu anaitwa nani? Ni Paulo.
kuwa na mwiba mambo katika maisha yetu inakaa, but the grace ya Mungu inatusaidia. Bwana asifiwe. Paulo hata akiwa na mwiba alihubiri sana na akaandika vitabu nyingi sana, but the grace ya Mungu ilimtosha. Bwana yetu ni sana, kwa sababu kuna kitu Mungu huwa anaweka kwa kila mtu ambaye anataka kumtumikia Bwana, ndio aweze kuangusha kitu kinaitwa kiburi. Bwana asifiwe. Anaangusha kiburi. Neema ya Mungu inakutosha. Wewe hautawaika unaombea kitu miaka na miaka haifanyiki, but unasikia neema uko naye. Mwanzo ni Yakobo. But the God of all grace aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Unasikia? Naye Mungu wa neema yote aliyetuita. So kuna mahali tunaingia. Amen. Katikati yako na mwito wako, katikati yako na utukufu ambaye Mungu amekuita uingie ndani yake, hapo kuna kuteseka. Bwana asifiwe. Yusufa Bwana ni roho. So anasema ya kwamba aliyewaita muingie katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Wapendwa, kuna mahali tumeandaliwa, kuna mahali pametengenezwa, kuna mahali tumeitwa tuingie katika utukufu wa milele. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, aliyewaita yeye ni mwaminifu. Bwana ni roho. Yeye ni mwaminifu. The God of all grace. Yeye ni mwaminifu. Bwana tupende sifa. Tunashika kitu watu wa Mungu. Mnaapita kendo. Ndio muone ya kwamba hii mateso yote mnaona tunasteseka. Kwako kwa nyumba, kwa kazi, kwa nini? Bwana yetu ni sana. Wapendwa, hii mateso kuna mahali inatuingiza. Bwana yetu ni sana. Katika utukufu wa milele. Aliyewaita katika utukufu wake wa milele. Mkiisha kuteswa. Sasa hapo ndio iko. Bwana ni roho. So hata Mungu mwenyewe anajua ya kwamba tutateswa katika dunia hii. Ndio anasema mkiisha kuteswa. So after suffering tunaingia Bwana ni roho. So number one in our life we suffer, then tunaingia katika utukufu, tunaingia katika level nyingine, tunapata kile Mungu ametuahidi. Bwana ni roho. And then we get in this life we must suffer. Bwana ni roho. And the Bible says from the days of John the Baptist, Bwana ni roho. Ni kung'eng'ana. Haleluya. So Mungu anasema ya kwamba hapa mkishateswa, ambia mwenzako ukishateswa. Bwana ni roho. Mkishateswa kwa muda kidogo. Ndio nilikwambia ya kwamba hii mateso unaona katika maisha yako sio ya hatima yako. Bwana ni roho. Hapana, maandiko inasema ni kwa muda. Haleluya. Ni kwa muda. Ambia mwenzako ni kwa muda. Kwa muda kidogo. Ambia mwenzako jinsi unavyoniona ni kwa muda. Haleluya. Because the God of all grace anatutosha katika jina la Yesu. Tukishateswa kwa muda. So wapendwa, msijali. Haleluya. Msijali. Hiyo mateso ni ya muda. Mateso ya nyumba ni ya muda. Mateso ya huduma ni ya muda. Bwana asifiwe. Mateso kazini ni ya muda, sio ya hatima. Hautamalizia naye. Mbele iko sawa katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Hata mkishateswa kwa muda kidogo
yeye mwenyewe atawatengeneza, hata hitaji mwanadamu yeyote. Bwana ni roho. Imagine anasema ya kwamba yeye mwenyewe, na ninaomba katika jina la Yesu, Bwana ni roho, hiyo mateso Mungu mwenyewe aje akutengeneze katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu unaweza funjwa moyo, nani anaweza tengeneza wewe moyo? Bwana wetu ni sana. Niliongea na mama mwingine alikufiwa na bwana yake, akaniambia ya kwamba washa nikwambie, hiyo nafasi ya kuondokewa na mtu hakuna mwanadamu wala kitu chochote kinaweza jaza hapo, ni Mungu mwenyewe. Bwana akasema only God. Na ndio anasema ya kwamba yeye mwenyewe atakuja na kuwatengeneza. Bwana yetu ni sana. Atakuja hata kwa kanisa, atakuja atengeneze mwenyewe, kwa maana mateso ni ya muda. Bwana yetu ni sana. Awatengeneze mwenyewe na kuwadhibitisha. After you have suffered a while, God will make you perfect. Atakuestablish na atakutia nguvu. Anasema ya kwamba na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Kwa maana wakati mwingine mtu akiwa katika mateso, nguvu zinaondoka. Bwana yetu ni sana. Ndio anasema ya kwamba nitapatia nguvu, I will strengthen you, I will give you power. Kwa sababu unapigana vita mpaka unasikia kwamba umeshoka. Bwana ni roho shoka. Lakini maandiko inasema ya kwamba atawadhibitisha na atawatia nguvu. Kwa nini? Uweza una yeye hata milele na milele. And to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Bwana wetu awesifa. Uweza wa kukutengeneza, uweza wa kukubariki, uweza wa kukuinua uko na Mungu mwenyewe. Ndio anasema likibirie jina langu nami nitakuokoa. Bwana wetu awesifa. Biblia inasema whoever calls my name ataokolewa. Will be saved. Amen. Kwa hiyo kazi yetu ile imebaki katika hii mateso yote mnaona ni kulitia jina la Bwana. Amen. Just call upon the name of the Lord. Na Mungu amekuahidi Yeremia 33:3 ya kwamba ukiniita nitakuitika. Bwana ni roho. So katika hiyo mambo uko ndani yake, ni wewe pengine umeshindwa kuita Mungu. Kwa maana anasema niite, atakayeingia jina langu nitamuokoa. Niite nami nitakuitika, na nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Wewe unaona kuisha, lakini Mungu anaona kuishi. Amen. Wewe unaona kufukwa kwa biashara, lakini Mungu anaona level nyingine. Bwana pesa. Kwa maana yeye ni Mungu, si mwanadamu, hawezi kushindwa. Bwana wetu ni sana. Hawezi kushindwa. So uweza uko na yeye, mamlaka iko na yeye, nguvu zote ziko na yeye. Unasikia ndani yako umekosa nguvu, nataka nikuambie nguvu ziko na Mungu. Liitie jina lake nawe utapata zile nguvu. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Tuseme ya kwamba hivi, what is suffering? Mateso hii ni nini? What is suffering? Suffering is part of the Christian journey. So ndio Mungu anasema ya kwamba unateseka kwa muda. So it is a part of a Christian journey. Bwana ni roho. Katika hii safari ya kwenda mbinguni, suffering is part of it. Bwana ni roho. Na ndio uone ya kwamba hakuna mtu hata wale wameinuliwa wakwambia kwamba walianza mahali wako. Bwana pesa. Kila mtu ako na kasafari yake. Kila mtu ako na maneno yake. Atakwambia I suffered
for 5 years. I suffered in the ministry, but today, Mother Yehoshua. So it is a part of a Christian journey. Mother Yehoshua. So wakati wote unaingia katika mateso fulani, elewa ya kwamba ni jambo moja katika safari. Mambo ni mengi katika hiyo safari, lakini suffering is part of it. Bwana wetu ni sana. Biblia inasema katika John 16 verse 33. Ingia pale John 16 verse 33. Inasema, that is John 16 verse 33. Anasema, ni Yesu anasema hapa, hayo nimewaambia mupate kuwa na amani ndani yangu. Yesu aliambia wanafunzi wake ndio wawe na amani katika mioyo. Akawaambia ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Yesu akaambia wanafunzi wake ya kwamba iweni na amani na mjipe moyo. Haleluya. Sasa kuna ifikaka wakati mtu anajitia nguvu, unajipatia moyo. Unaweza kosa Mungu ya mtu yeyote wa kukutia nguvu, lakini wewe mwenyewe wala ni hoshi unajipa moyo. Bwana sifa. Kwa sababu Yesu akasema ya kwamba ulimwenguni mna dhiki, lakini kwa sababu nilishinda yote ya ulimwengu, hata nani mutashinda. Wala ni hoshi. Kwa tweliro gutoria, tumeahidiwa kushinda, because aliyekuwa mbele yetu Yesu mwana wa Mungu alishinda. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba hata alishinda kifo na mauti, alishinda shetani, na kama alishinda yote duniani hii, wadhani kumio, anasema na sisi tujipe moyo. Kwa hivyo kanisa la Mungu, tumefika wakati wa kujipatia moyo. Bwana wetu ni sana. Dhiki ni kubwa, mateso ni mengi, majaribu ni mengi, but washeni tujitie nguvu watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Because in the world there is tribulation, but be of good cheer, I have overcome. Kama Yesu alishinda, even us tutashinda wapendwa. Bwana wetu ni sana. Amen. Never lose the focus. Amen. Let us fix our eyes unto Jesus, who started a good work in our life. Bwana ni hawashu. Anasema ya kwamba aliyetuita yeye ni mwaminifu. Na kama alishinda, hata sisi tutashinda. Ili itazote tutashinda wapendwa. Bwana ni hawashu. Kwa hivyo ombi langu kwa kanisa la Mungu ni ya kwamba tujipatie nguvu na tujitie moyo. Bwana ni hawashu. Tunashinda hii vita yote katika jina la Yesu. Bwana ni yakuni. Na tutatokelezea tukiwa washindi. Hii maji haitatubarikisha. Bwana ni yakuni. Hii moto haitatumaliza. Kile Mungu atafanya, amesema hapo katika 1 Peter, but the God of all grace atakuja kututengeneza. Na kwa hivyo kile tunahitaji ni neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati walikuwa hapa Mungu akisema ya kwamba ninataka kuwabariki, lakini kuna hatua mumebakisha. Si mlikuwa hapa? Bwana yetu pewe sifa. Kwani Mungu alituambia kuna ile hatua ameona. Si alisema tu kuna hatua mumebakisha, lakini mkimaliza. Amen. Hakuna kitu kizuri kama hiyo. Unanenewa na Mungu ile shida iliyoko na anakupatia solution. So kile tunataka ni neema. Bwana asifiwe. Kile tunataka ni nguvu ya Mungu. Yaani tujitie nguvu. Usikie kwamba liwe liwalo ona kwako kutalia tia.
nitamtumikia huyu Mungu. Bwana pesa. Ulimwenguni kuna dhiki. Na muelewe hata ndugu zenu walio katika dunia bado wanateseka. Amen. Kwa hiyo watu wengi wao wanakaa wanafikiria labda kuenda kanisani, labda kuokoka ndio mateso imelianzisha. Lakini huko umetoka Misri, kuna ndugu na dada umeacha pale. Biblia imesema bado na wao wanafanya nini? Wanateseka. Na ukifikiria kurudi nyuma kwa sababu ya mateso uko ndani yake, urudi pale. Sasa wewe kile utapata nacho kile hujawahi kuona, utasema afadhali kwa Mungu. Wanaacha mizani. Na watu wengine wakiondolewa na Mungu katika shida. Kuna dada moja alikimbizwa hapa na shetani. Alinipata pale nyuma. Sijui nani nilikuwa ninaambia hiyo jambo. Dada huyo alikuja hapa bio akihema hema. Wakati tumemaliza ibada hivyo, nikamuuliza unataka nini? Akaniambia nataka kuokoka. Amen. Sasa huyo ni mtu alikuwa amekimbizwa na shetani na mapepo na mambo mengi. Lakini tulipomuombea akaokoka. Hata mpaka wa leo sijawahi kuona. Wanajua sana. Lakini mwingine anaweza fikiria arudi nyuma. Utapatana na wengine wanakimbizwa na shetani wa uwawe. Wakaona mahali pazuri pa kuokolewa ni katika nyumba la Bwana. Bwana wetu kwenye sifa. So watu wa Mungu, kile tunahitaji ni neema ya Mungu. Tunahitaji kujitia nguvu watu wa Mungu. Bwana wetu kwenye sifa. Amen. Usifikirie dunia, wale wako duniani. Oh yeah. Wanateseka. Bwana pesa. Number 2. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Kitabu cha Mitume Act. Uko karibu kumaliza Mitume 14 and verse 22. Matendo ya Mitume 14 verse 22. Nasema ya kwamba wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika imani. Hali watu walijitolea kufundisha wanafunzi wakae katika imani. Mwadhani ya roho washa wakae katika imani na katika njia ya kuwaonya, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu katika njia ya dhiki nyingi. So lazima uwe na imani, kwa sababu inatupasa sisi sote tuingie katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki. Dhiki yako, mateso yako sio kama yangu. Bwana wetu sana. Lakini inatupasa sisi sote tuingie katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki. Ndio maandiko inasema ulimwenguni kuna dhiki. Na ukishateswa kwa muda, mimi mwenyewe nitakuja. Mungu anajua, hata ile iko mbele yako Mungu anajua. Bwana pesa. Bwana ni roho mshuhuda. Na kwa hivyo katika dhiki nyingi, na Biblia inasema hivi, jambo lingine la 3, ya kwamba suffering test and builds faith. Mateso, suffering test, hiyo mateso inakuletea mitihani katika kujenga imani yako. Yaani mateso inafanya imani yako ijengeke. Bwana wetu ainuliwe sana. Yakobo 1 in the book of James. Yakobo 1, uandike mahali utaenda kufanya study in Jesus name. Yakobo 1 na mstari wa 2. Inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Bwana pesa. Imagine katika hiyo mateso uko naye,
hiyo majaribu, hiyo mashida, Biblia inasema uhesabu ni furaha tu. Mwadhani ya kubwa. Kwa nini Mungu anasema tuhesabu ni furaha tu? Na saa hiyo ni kuteseka na kulia, lakini anasema hesabu ni furaha tu. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Knowing this that the trial of your faith worketh patience. So, hiyo mateso inaleta kujaribiwa kwa imani yako. Kuteswa kwako wewe inakuletea kitu kinaitwa patience. Wanapesi. Inakuletea kitu kinaitwa patience. Saburi na iwe na kazi kamilifu. But let patience have her perfect work. Mupate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Kuna siku moja itafika, na hii mambo unaona hautayaona tena. Maana yake ni sana. Wakati tulikuwa kwa safari na watumishi wa Mungu, kuna kitu moja tulikumbuka. Na tukaanza kuongea tukiona ya kwamba tunaweza nunua kitu kwa soko tukitoka safarini. Tukakumbuka ya kwamba kuna wakati tulikuwa tunasafiri na watu. Ila mnaenda mazishi, mnaenda harusi, mnaenda wapi, safari yoyote mkiwa pamoja. Unajiangalia watu vile wana shop, wana make shopping, wananunua vitu kwa soko, wewe umekaa pale. Tulikuwa tunakumbuka hivi. Lakini saa hii unaweza nunua kitu mwadhani ya roho. Tukaangalia tukasema ya kwamba tunastahili kumshukuru Bwana. Kuna wakati hatungenunua kitu kama hii. Kuna wakati ukisafiri urudi kwako kwa nyumba vile tu ulitoka huko. Lakini leo unaweza safiri na urudi na pikabaki kwa nyumba yako. Bwana ni roho. Nataka nikuambia kwamba hii mambo mnaona kuna siku itafika hamtayaona tena. Bwana ni roho. Itafika pale mtoe ushuhuda. Mseme kulikuwa na wakati. But today, imagine leo unaweza saidia mtu. Leo unaweza simama na mtu. Lakini kuna wakati watu walikuwa wanasimama na wewe. Wana pesa. Ulikuwa unapewa mpaka chakula. Ulikuwa unapewa mpaka mavazi. Mwadhani roho. Ulikuwa unapewa vitu. Lakini leo ati wewe ndio unapeana. Wana pesa. Si mnaona kuna mambo mengi sana. Tunafaa kumshukuru Bwana. Mtu akiangalia nyuma yake, alafu aangalie mahali amefika, aone mahali anaenda, unaweza mshukuru Bwana. Ukae siku nzima ukimwambia Bwana ni asante. Anaitwa ni asante. Kwa sababu saburi iwe na kazi kamilifu, upate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno lolote. Amen. First Peter, kitabu cha Peter 1, First Peter 6, chapter 1 verse 6 inasema hivi. First Peter chapter 1 verse 6. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Mwadhani ya roho. Tumehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Lakini maandiko inasema tufurahi, ijapokuwa ni kwa kitambo kidogo, na ikiwa ni lazima tupitie hiyo mambo. Bwana atukuzwe. Biblia inasema hivi ya kwamba mmehuzunishwa. Mwadhani ya roho. Kila watu wengi wako na huzuni, hata wale wako nyumbani wamehuzunishwa na ile majaribu na ile mateso wako ndani yake, wanahuzunishwa. Sasa wakiwa mahali pale, shetani tu ndiye anawanenea, anawaonyesha kushindwa. Bwana atukuzwe. Anawaonyesha mambo mabaya, lakini Biblia inasema ufurahi. Haleluya. Mwadhani ya Mungu. Je, mtajitia nguvu? Amen. Si mnaona hiyo mambo sasa uko naye? Hiyo shida uko naye. Si unaona ni Mungu amekubali? Ile shetani amekubali ikuje. Hiyo ukikemea, Biblia inasema piga yeye na ataondoka. Lakini hii kitu unaona umekaa naye, Bwana apesi. Si ufurahi ukijua ya kwamba ni ya muda.
Mwadhani ya kumi. Imagine ni ya muda. Kwa hivyo umehuzunishwa. Unasikia ndani ya moyo wako umejaa huzuni. Badala ya kukaa nyumbani ukiwa umejishika hapa, furahi. Na ukianza kufurahia, mambo inaanza kufanyika. Mwadhani ya roho. Mambo inaanza kufanyika. Maana pesa. Sababu maandiko imesema unahuzunishwa na majaribu. Unahuzunishwa na mateso. Amen. Mpaka unakosa amani. Lakini ya muhimu Biblia inasema ujitie Bwana pesa. Jitie nguvu. Jitie nguvu. Imefika wakati mahali Isaia inasema amka, amka, jikungute mafubi yako. Bwana pesa. Ujitie nguvu, uwe na nguvu kama za nyati. Mwadhani roho. Na mahali pengine inasema ujitie nguvu kimwanaume. Mwadhani ya kumi. Kwa sababu mateso ni mengi sana. Lakini Bwana anakuja kutuokoa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Sisi tusimame tu na miguu yetu. Tuombe tu kwa dakika moja. Tumwambie Bwana. Biblia imesema katika 1 Peter, but the God of all grace, tukishateswa Mwadhani yaosha, ati mambo itafika mwisho katika jina la Yesu. Hii majaribu itafika mwisho. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hata yule ako nyumbani ndio umehuzunishwa na majaribu na mateso, lakini Biblia inasema ni kwa kitambo kidogo na ni kwa muda, hiyo yote itaondoka. Nawe ujitie nguvu katika jina la Yesu na kujipatia moyo na useme ya kwamba kile ninahitaji ni neema ya Bwana katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Ningependa tu fungua kinywa chako, kila mtu aweze kuomba Bwana. Ambia Bwana kile unahitaji ni neema katika jina la Yesu. By the way, wapendwa, we need the grace of God. We need the power of God katika maisha yetu. Maandiko inasema anawapatia nguvu wale wanasindia. By the God of grace katika hii mateso Bwana. Oh Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakuinua mfalme, tunakushukuru katika mateso yote Bwana, katika majaribu yote, katika jamii zetu Bwana, katika maisha yetu, katika huduma Bwana, hata katika hii madhabahu, hii mateso Bwana, katika jina la Yesu. Maandiko inasema ni ya muda. Baba Mungu wa rehema, kile ninahitaji siku ya leo is the grace of God, is the power of God. Baba ninakuomba katika hii madhabahu, ashiria neema yako, ashiria neema yako katika hii mateso, katika hii majaribu. Baba tumehuzunishwa na majaribu, tumehuzunishwa na mateso, tumehuzunishwa na vita Bwana, lakini tunaomba neema yako juu yetu, tunaomba nguvu mpya Baba, kwa neema za Jehova katika jina la Yesu. Wewe ndiwe Kristo Bwana, tunahitaji neema. Ashiria neema kwa watu wako, ashiria neema kwa kanisa, ashiria neema kwa familia zetu, ashiria neema. Watu wako wamehuzunishwa katika jina la Yesu, na tumeelewa siku ya leo ya kwamba suffering is a Christian life. Baba Mungu wa rehema, is the part of our Christian journey katika jina la Yesu. Baba Mungu wa rehema, Baba wa rehema, mateso ya Mungu ni part ya safari hii ya kuenda mbinguni katika jina la Yesu. Kila tunaomba Bwana that we are not going to faint katika jina la Yesu. We are going to wake up na tujikungute. Baba wa rehema, tunaomba nguvu kama za nyati, tunaomba kujitia nguvu kimwanaume katika jina la Yesu, kwa maana maandiko yanasema ulimwenguni kuna dhiki, lakini Bwana ulishinda yote, even asokona. We are going to overcome katika jina la Yesu. Yesu alipata shida wapendwa, Yesu alipata shida katika huduma yake, lakini anasema katika ulimwengu kuna dhiki, kwa sababu yake alishinda. Hata na sisi tutashinda katika jina la Yesu. Hata nasi Bwana tutashinda Jehova katika jina la Yesu. Wapendwa, dakika moja tuombee kanisa la Bwana, tuombee madhabahu haya mateso, haya mateso, haya mateso
mateso ni ya muda. Baba Mungu wa rehema, unajua itafika wapi, unajua itafika wapi. Kwa jina la Jehova, neema yako itutoshe, kama vile Paulo Bwana alivyokuomba akiwa na mwiba kwa Mungu wake, akaomba mapenzi yako yatendeke, ukamwambia ya kwamba neema yako inakutosha. Baba, siku ya leo naomba hiyo neema uliashiria kwa Paulo Jehova, iashirie kwa madhabahu, iashirie kwa watu wako, iashirie kwa kanisa, iashirie Bwana kwa jina la Yesu. Ondoa kila mawazo ya kurudi nyuma, ondoa kila mawazo ya kurudi Misri, kwa maana maandiko inatuambia ya kwamba hata ndugu zetu bado wanateseka, katika jina la Yesu, bado wanateseka. Lakini Bwana, siku ya leo tunakuomba Bwana, hii mateso ni kwa muda, hii mateso ni kwa muda. Baba wa mbinguni, mateso haya ni kwa muda. Baba wa mbinguni, watu wako wanateseka kazini, wanateseka kwa ndoa, wanateseka kwa familia, wanateseka kibiashara, wanateseka Mungu wa rehema. Lakini kwa muda utakuja wewe mwenyewe na utawatekeleza katika jina la Yesu. Utawadhibitisha na kuwatia nguvu katika jina la Yesu, kwa maana ni ya muda, ni ya muda yote Bwana, ni ya muda Jehova, katika jina la Yesu, ni ya muda Bwana, in the mighty name of Jesus. Baba Mungu wa rehema, hata katika huduma hii ni kwa muda Bwana, ni kwa muda Bwana, whatever we are suffering, oh God, Baba, ni kwa muda, ni kwa muda Bwana. Utakuja mwenyewe, utatutekeleza, utadhibitisha imani yetu Bwana, na utatutia nguvu katika jina la Yesu. Bwana, pokea sifa Jehova, kwa maana siku ya leo unaponya mioyo ya watu wengi waliohuzunishwa na majaribu katika mioyo yao Bwana, katika jina la Yesu. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana, tuweze kuomba ombi moja, ili Bwana akaweze kutusaidia, kwa maana katika ulimwenguni kuna dhiki, lakini tutashinda ikiwa Yesu alishinda, hata nasi tutashinda katika jina la Yesu. Na ni vizuri tuelewe ya kwamba hata Yesu wakati alikuwa hapa duniani na mitume wake na manabii wote waliteseka katika ulimwengu huu, lakini wakashinda hiyo vita. Hata nasi Yesu anasema tutashinda katika jina la Kristo Yesu. Sio wewe wa kwanza kuona hiyo shida, sio wewe wa kwanza kuteseka, sio wewe wa kwanza kujaribiwa. Hata Yesu alikuwa, mitume walikuwa, manabii walikuwa, wanafunzi walikuwa, lakini sisi ndio tuko leo, na Bwana anasema ya kwamba tutashinda katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neno lako la siku ya leo. Ni neno ambalo Mungu limetutia nguvu, ni neno limetujenga upya. Kuna mtu alikuwa amefika mwisho akashindwa atafanya namna gani, lakini kupitia hili neno lako amepokea nguvu katika jina la Yesu, kwa sababu mateso mengi kwa wenye haki, lakini Bwana unatuokoa kwa yote. Na ndiposa siku ya leo tumesema kama neno lako, atakayelitia jina lako ataokolewa. That's why my Father, tumelitia jina lako, tunaomba kuokolewa katika mateso haya katika jina la Yesu, kwa sababu ni ya muda, si ya kuishi. Katika jina la Yesu ni ya muda, na tukishateswa kwa muda Bwana, utakuja wewe mwenyewe na utatutekeleza na utatudhibitisha Bwana, utatutia nguvu katika jina la Yesu. Tuatakase ya kwamba we are not going to faint in the wilderness, in the mighty name of Jesus, but today tuapokea neema katika jina la Yesu. Neema yako ndio tunaomba, ulioambia Paulo ya kwamba neema yako imemtosha. Baba wetu wa rehema, that grace, the God of all grace, tunahitaji hiyo neema katika maisha yetu, tunahitaji hiyo neema Bwana. Naombea watu wako neema kubwa ya kushinda kila majaribu, ya kuvumilia. Baba Mungu wa mbinguni, neema na nguvu zako zishuke katika maisha yao katika jina la Yesu. Hata katika kanisa lako Bwana,
tunaomba neema yako. Tukishateswa kwa muda, Baba, hii haitaishi. Hii mateso haitaishi, ni ya muda katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, unakuja Bwana, unakuja kutengeneza wenyewe, unakuja kudhibitisha na kututia nguvu Bwana. Bariki na washirika, bariki na ukumbuke Bwana wale hawakufika siku ya leo Baba, pengine wamehuzunishwa na majaribu wakakaa nyumbani, na wengine wanafikiria kurudi nyuma. Baba wetu, tunawaitishia neema kubwa, wasifikirie kurudi nyuma, kwa maana hata ndugu zetu wanateseka wakiwa dunia. Katika jina la Yesu, wamehuzunishwa Baba, ninaomba uwapone na uwaondolee hiyo huzuni katika jina la Yesu. Pokea sifa na shukrani, kwa sababu Mungu wetu umetutendea na utazidi na kutenda. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Mmebarikiwa. Si mmesikia? Amen. Ya, kuna kitu kimeenda hapo. Bwana pesa. Si umeona ya kwamba mateso